Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya pili ya mwaka A wa Kanisa. Ni Dominika ambayo ni ya kwanza baada ya kukamilisha kipindi cha Noeli kwa kuadhimisha sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Hivyo ni Dominika ya kwanza katika kipindi cha mwaka, kipindi cha kawaida. Somo la kwanza ni la kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya ya 3 na aya ya 5 hadi aya ya 6. Somo la pili ni la waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 1 hadi ya 3. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya kwanza aya ya 29 hadi aya ya 34. Tusikilize Injili takatifu. Siku ya pili, Yohane Mbatizaji amwona Yesu anakuja kwake. Akasema, "Tazama, mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji." Tena Yohane akashuhudia akisema, "Nimemwona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona, tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu." Wapendwa taifa la Mungu, tunamsikia Yohane Mbatizaji anapomshuhudia Yesu mwanzoni kabisa mwa Injili. Katika ile aya ya 29 anamshuhudia Yesu kama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na pili, katika ile aya ya 32 anamshuhudia huyu Yesu akishukiwa na Roho Mtakatifu. Na namna ya tatu anamshuhudia huyu Yesu ya kuwa yeye ni mwana wa Mungu, ile aya ya 34. Basi ushuhuda wa Yohane Mbatizaji kwa namna hizo tatu tunaona wazi na tunamtambua Yesu Kristo ni nani katika maisha yetu. Kumbe Yohane Mbatizaji anapomshuhudia yeye ambaye alikuwepo hata kabla yake, ni kwamba ingawa anaonekana kama amekuja baada ya Yohane Mbatizaji, lakini huyu alikuwepo kabla yake. Na Yohane kitu cha pekee anachokifanya ni kwamba anajishusha kwa kutotaka yeye aonekane kuwa ni maarufu, bali anatambua kazi aliyopewa ya utangulizi ni kumruhusu Mungu mwenyewe apate kutimiza mpango wake. Katika ubinadamu wake, si kwamba ana uwezo wa kupinga Mungu alichokitaka, kwani hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuleta ushindani na Mungu. Ndugu zangu, yote yanayotokea katika maisha yetu, tukianza kufikiria kile ambacho tunajaliwa, pumzi ya uhai inayodhihirishwa kutokana na uwepo wetu, yote hiyo ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa Yohane Mbatizaji, ndugu zangu, kazi anayoifanya ya kuhubiri habari njema, tubuni na kuiamini Injili, na hata watu wengine wanaitikia wito huo, licha wengine walikuwa hawaamini. Lakini mafanikio hayo hayamfanyi ajione kuwa mtu wa maana sana, hayamfanyi ajione mtu mwenye majivuno, mtu anayesikilizwa zaidi, mtu aliye maarufu sana, na mambo mengine mengi ambayo wakati mwingine mtu anajisahau na kulewa sifa kutokana na mambo makubwa anayoyatenda.
Hivyo kwake anajishusha na kumshuhudia yule aliyekuwa kabla yake kuwa ndiye mwenye utimilifu wote. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, ni wajibu wa kila Mkristo kumshuhudia huyu mwanakondoo wa Mungu aliyeshukiwa na Roho Mtakatifu na aliye mwana wa Mungu kupitia maisha yetu ya kila siku. Katika kila tuliwazalo, tulinenalo na tulitendalo, tumtangulize Yesu, yaani Mungu mkombozi, kwa sababu yeye ndiye ukweli wenyewe, yeye ndiye uzima wenyewe, yeye ndiye haki, yeye ndiye furaha, na yeye ndiye amani ya kweli. Vyote hivyo ndugu zangu tunavipata kutoka kwake, kwa sababu yeye mwenyewe amekubali kubeba mizigo yetu. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Rejea katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Vile vile katika Injili tuliyosikia tunaona kwamba yeye ndiye aichukuaye dhambi ya ulimwengu, ikiwa ni njia ya kurudisha urafiki wetu na Mungu tuliopoteza. Ndugu zangu, Kristo anatuletea upatanisho kama alama ya mwana kondoo wa Pasaka aliyechinjwa kwa wana wa Israeli, wakikumbuka kukombolewa kwao kutoka nchi ya utumwa kule Misri. Rejea kitabu cha Kutoka ile sura ya 12. Wapendwa, tunapomtanguliza Yesu, maana yake tunaonyesha njia ya mafanikio kwa wengine, na hii inahitaji sana kuitumia vema zawadi ya fadhila ya unyenyekevu. Yohane Mbatizaji anaonyesha furaha ya kumshuhudia Yesu kwa watu, kwa sababu ni njia ya wokovu kwa mwanadamu. Ni mwaliko kwetu pia kumshuhudia Yesu maishani mwetu kwa kuonyesha wengine njia ya kumwelekea Yesu, nasi tukiwa watu wa mfano. Maana yake ni katika kuishi hiyo fadhila ya unyenyekevu. Ndugu zangu, hali ya unyenyekevu inaleta neema ya Mungu. Rejea waraka wa Yakobo kwa watu wote sura ya 4 aya ya 6, ambayo inatueleza kwamba lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Wapendwa taifa la Mungu, pia hali hii inaleta amani ya moyo. Ukirejea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 29, pale ambapo tunasikia maneno kwamba jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ndugu zangu, tunajifunza kwa Kristo. Hali hii pia inaleta urafiki na Mungu. Ukirejea Zaburi ya 25 aya ya 9, tunaona kwamba siku zote Mwenyezi Mungu humuongoza mnyenyekevu katika haki. Basi wapendwa taifa la Mungu, tuyaishi yale yampendezayo Mungu. Tuishi vizuri fadhila ya unyenyekevu, hususani kwa kile kitendo ambacho Yohane Mbatizaji anakifanya anapomshuhudia Yesu katika kazi aliyoipewa. Nasi tumshuhudie Yesu kupitia maisha yetu ya kila siku, kwa kuwa tuishi peke yetu, tunaishi na watu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tuweze kutengeneza urafiki na Mungu kupitia ndugu, jamaa na marafiki na majirani zetu wa kila siku. Siku zote unyenyekevu haupunguzi, bali hutukuza kwa wakati wa Mungu, kwa wakati ufao kadiri ya mapenzi ya Mungu. Hawabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Jina lako